Bila shaka atakuwa kafungua kanyosha mkono bahati mbaya. Aisha Barakati Angela Thomas. Dadangu Angela, upande wako mambo yanaendaje? Maendeleo yako yanaendaje? Hello dadangu Angela. Hello. 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 Namshukuru Mungu mimi naendelea vizuri. Alhamdulillah. Tupe maendeleo yako kwa ujumla. Kijumla naendelea vizuri, sukari yangu haijapanda. Jana ilipanda kidogo. Nikajaribu kujua tatizo ni nini, lakini leo namshukuru Mungu imekuwa sawa. Naamini kwamba jana nilikuwa nimekula korosho nyingi kidogo kuliko kawaida. Okay. Kwa maana maendeleo yako ni mazuri. Maendeleo yangu ni mazuri kabisa, iko chini ya 5. Iko chini ya 5, alhamdulillah. Hakuna changamoto yoyote? Na dawa nimeshaacha, situmii. Mashaallah. Na kirutubisho ushaanza? Nimeanza juzi. Umeanza juzi na dawa zote umeshaacha? Zote nimeacha. Alhamdulillah. Huna changamoto yoyote ile kutokea? Hapana. Alhamdulillah. Asante sana. Haya. Asante. Dadangu Anastasia Mwaipopo. Fungua mic yako tafadhali. Nabe dokta. Hali yako? Hali yangu nashukuru Mungu naendelea vizuri, ila sukari leo tena imepanda. Jana ilikuwa 9.2, leo iko 9.9. Kipi kinachopandisha sukari yako? Nadhani nitanga kidogo nitala wiki hii. Haya, dawa ushaacha dawa? Dawa nimeshaacha, niliacha tangu tarehe 3. Tarehe 3. Sukari yako umeniambia leo imesoma ngapi? 9.9. 9.9, manake ni 10 hiyo. Na tangu uache dawa ilisoma ngapi ambao ndo ndogo yao tangu uache dawa? Tangu niache dawa kuna siku ilisoma 6.8. Okay, unadhani kipi kinachopandisha sukari yako? Mimi nadhani kuna hii changamoto niliyoipata ndani ya wiki hii. Yaani changamoto. Okay, okay. Haya, na ushaitatua? Yeah. Ushaitatua? Nimejaribu kuona watu mbalimbali, ndugu zangu wengine, kwa sababu ni ya kifamilia zaidi. Nimeongea nao, wamejaribu kunipa ushauri. Nashukuru sasa hivi naona kama nimelikaa kidogo. Ya Allah, Mwenyezi Mungu atazidi kukufungulia. Kwa maana hiyo mambo si yake rohoni tu, kupotezea maisha yaendelee. Amina. Asante sana. Dr. Othman. Haya. Upande wako maendeleo yako yanaendeleaje, Dr. Othman? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Za Ramadhani huko? Njema tusipige. Alhamdulillah, tunaendelea vizuri tu. Mimi kwa upande wangu kwa kweli sina changamoto, naendelea vizuri sana. Sema tu nimepata shida ya macho hapa kidogo, yanauma. Chamno nini? Nilienda kwenye eye examination kama siku 3 zilizopita. Sasa kuna dawa nililetewa hapo. Wafanye uchunguzi. Walifanya ilikuwa nzuri, tena nikawa naona vizuri sana sasa kuliko mwanzo. Lakini kuanzia leo nimeamka yamevimba, mekundu, yanauma, nikiangalia mwanga yanauma sana. Sasa nafikiri itakuwa sio ile dawa, nitakuwa nimepata infection, itakuwa conjunctivitis. Okay. Ndani ya siku 3 hizi itaisha. Kwa hiyo leo kesho siwezi kufanya lolote. Nipo. Inshallah Mwenyezi Mungu atakufungulia biidhnillah. Amin. Okay, pole kwa mtihani na Mwenyezi Mungu at the end hakuna lalodumu, utaondoka tu. Asante. Thank you, asante sana. Dada yangu Bakash. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Alhamdulillah. Tupe habari upande wako wewe, maendeleo yanaendaje? Maendeleo alhamdulillah, nashukuru, ila siku mbili hizi ni kizunguzungu.
nasikia sana tu kizunguzungu, yaani kama na swali vile nasikia vinyota nyota vinini kizunguzungu, yaani mara kwa mara najisikia kizunguzungu. Unashiba futari sana? Sijui ni kushiba ama siri ile kushiba sana, nakula tu kiasi, ila maji ndo nakunywa mengi. Mimi nikisimama naona hivyo, nikipima sukari kabla sijaingia jikoni kupika inakuwa tu noma, lakini nikipima sukari, nikija kupimka, nimekaa jikoni nimepika, nimetoka jasho kwa sababu jikoni na joto. Ukitoka kuja kupima, basi sukari yangu inaweza ikaenda 5 na mpaka 6 inakuwa. Sasa sijajua shida ni kitu gani, lakini nikipima kabla sijaenda kupika, kama leo nimemaliza tu kwa swali la asiri ile, nilivyopima nimepata 3.7. Lakini nikienda kupika ile saa 12 nimetoka nimeroa jasho, basi nikija kupima inakuwa juu. Sasa sijui ni hiyo joto inapandisha nayo sukari, sijajua. Haya, kwanza kabla kuwapa watu wakatupa mchango wao, kwanza ushawahi kwenda kituo cha afya kuhusu hicho hali ya kizunguzungu, au hiyo hali imestop imekutokezea mara moja tu, au ni hali ya kuendelea? Yaani mi inakuja, lakini inakuja mara nyingi. Nikipima kama sukari inashuka ikiwa chini, ndio inakuja hicho kizunguzungu. Nilivyoenda kituo cha afya, wao walinipima damu, wamepima damu wakakuta iko 12, wakasema iko tu standard, haina shida. Okay. Kuna mtu yeyote anataka kuchangia jambo la dada yetu Bakash, kama ana mawazo, ana ushauri kuhusu Bakash, anaona kizunguzungu? Tuanze na Perez Paul, halafu nitamkaribisha Dr. Othman. Karibu Perez. Za size ndugu zangu. Nzuri sana, za kwako? Salama, Mungu anasaidia, kwema kabisa. Alhamdulillah. Ya, mimi kwa dada hapo nilikuwa nataka kuchangia kuhusiana na nasema kwamba akienda kupika ni Bakash yule. Bakash. Bakash kwamba akienda kupika akija kucheki sukari yake inapanda, kesi yake inakuwa ni sawa na mtu ambaye ameenda kufanya mazoezi ndio anakuja kupima sukari. Kwa sababu mwili unakuwa umeshajishughulisha, kwa hiyo unahitaji sukari nyingi kwa sababu unatumia energy. Kwa hiyo lazima aone inapanda kwa sababu mwili unakuwa unafanya shughuli kwa wakati huo. Okay, good. Kesi yake haina tofauti na mtu ambaye anafanya mazoezi. Kwamba akitoka kufanya mazoezi ukija kupima lazima utaona sukari yako imepanda kwa sababu wakati huo mwili unakuwa unahitaji energy kwa sababu unatumia nguvu. Kwa hiyo unakuwa unavuta ile sukari ambayo imehifadhiwa labda kwenye maini na sehemu zingine kwenye stamina kama hivyo, kwa hiyo kwenye muscle. Kwa hiyo ndo ikija kwa mzunguko ndio unaona imepanda sasa. Asante sana kaka yetu Perez kwa mchango wako mzuri. Nadhani bila shaka Bakash ile umelifahamu vizuri. Nimelifahamu, asante sana. Good. Dr. Othman, karibu na uchangie. Asante. Mimi siko mbali na mchangiaji aliyopita. Ni hivyo kwamba mwili anakopo ameushughulisha mwili. Sasa unaposhughulisha mwili ina maana ni kama mtu vile aliyefanya shughuli au aliyefanya mazoezi. Kwa hiyo inabidi sukari ile ambayo iko ndani ile iliyohifadhiwa itoke ije kutumika ili kuongeza nguvu. Na hiyo ni nzuri kwa sababu inapelekea ile sukari ambayo imehifadhiwa kule inakwenda kutumika. Hiyo itapelekea hata kipindi akija kucheki A1C yake itakopo inashuka kwa sababu sukari ile iliyokuwa ndani ndio iliyokwenda kutumika kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa muda itampa wasiwasi, lakini shamwambia aache stress. Kingine nilimshauri tu kwamba kama anataka majibu ya ile sukari kwamba iko vizuri, basi ajitahidi apime kabla hajaanza kupika. Kama anaanza kupika saa 10, basi ikifika ile saa 10 kabla hajaanza kupika apime kwanza sukari yake. Alafu apate kujua, na akimaliza kupika apime hiyo sukari yake, afu alinganisha majibu yamekuaje. Okay. La kwanza. Upande wa pili ni kwamba kitendo cha kusikia kizunguzungu baadhi ya muda ni kwamba kiwango cha sukari kwenye damu
kinakuwa kinapungua kwa kipindi kile, kwa hiyo anapata kitu tunasema hypoglycemia, kwamba sukari kwenye damu inakuwa ipo chini, sukari yake imeshuka. Lakini sikupe wasiwasi sasa ukaanza kuweka vitu vya sukari ili kusema unaipandisha, kwa sababu kuna sukari ile ambayo ipo imehifadhiwa itakuja kuchukua nafasi pale kurekebisha lile tatizo. Hiyo hali wewe kikutokea, kaa, pumzika, kunywa maji, pumzika kwa muda, kizunguzungu kitaondoka. Kama kuna shughuli unataka kujifanya utaifanya, lakini ukiona hata ukipumzika labda kwa dakika 20 au nusu saa ukifanya shughuli kile kizunguzungu kinarudia, basi unaweza ukaonana na wataalamu wakakushauri zaidi. Lakini katika hili mimi najua ni muda mchache tu hali inarudi katika hali ya kawaida. Yaani kama vile tunadanganywa ni kwamba sukari kwenye damu imeisha, imepungua ya kutosha, sasa ongeza sukari ili mwili ukasaidia iko kitu. Bila kujua, kama hujafahamu utafanya hivyo, na ndio madaktari wengi wanashauri kwamba sukari ikiwa chini ya 3 na wewe ni mgonjwa wa sukari unaweza ukatumia. Sukari ikiwa chini ya 4 kwa mgonjwa wa sukari wao wanashauri kwamba atumie vitu vya sukari. Na kwa mtu wa kawaida ikiwa chini ya 3 wanashauri kwamba anaweza akatumia kitu cha sukari ili kuipandisha. Lakini kwa sisi ambao tuna shida tayari ya sukari, ni kwamba sisi tuna sukari nyingi imehifadhiwa bado haijatumika. Kwa hiyo tukiwa vumilivu, ile ambayo haijatumika itakuja kutumika na ile hali itakuwa imedhibitiwa. Asante kwa hilo. Asante Dr. Osmani kwa mchango wako mzuri. Asante kakaangu Peres kwa mchango wako mzuri. Bila shaka Bakash, kiu yako imekatika kutokana na yale maswali ulikuwa ukijiuliza. Ndio, nashukuru kwa majibu yote sawa, kwa sababu nikiwa kabla ya sijapika ile saa 10 nikipima sukari inakuwa 4, kama jana ilikuwa 4.7, baada ya kumaliza kupika ikaja 5.8, 5.4 nikipima saa nyingine. Kwa hiyo nikiwa kabla inakuwa chini, baada inakuwa juu. Na hiyo kizunguzungu kweli, nikisikia kizunguzungu nikikaa kitako, mami wanakaa, nikisikia kizunguzungu kama nilikuwa na swali nitakata swala, nitakaa kitako, baadaye kinaondoka naendelea na swala. Nikinakuja kwa muda, sio kwamba inakuja ni muda mrefu, kinakuja kama dakika 10 hivi, dakika 5 nasikia ile kizunguzungu, nikikaa baadaye dakika 10 inakaa sawa, dakika 5 kinakaa sawa, naendelea na shughuli zangu. Asante, Mwenyezi Mungu akufungulie na utafanyia kazi ambayo amekupa kakangu Peres pamoja na Dr. Osman. Na la msingi, sukari itabidi upime kabla hujaanza kazi zako za jikoni. Kwa vile umekula daku saa 10, ukipima saa 10 maana yake masaa 8 yametimia. Ukipima saa 9 masaa 8 yametimia. Ukipima saa 3 masaa 8 yametimia. Huna haja kupima mpaka ifike saa 11 saa 12. La muhimu yale masaa 8 yatimie tu. Na sasa hivi kwa vile unafunga daku unakula saa 10, maana yake mpaka saa 8 tayari masaa 8 yatakuwa yameshatimia. Asante sana kwa mchango wako mzuri na jambo lako kuliweka mezani. Twende kwa dadangu Catherine. Catherine, hali yako inaendeleaje na jitihada zako zimefikia wapi mpaka sasa hivi? Catherine Bigili, karibu. Catherine Bigili yuko mbali na simu yake ama bado anahangaika kufungua mic? Tuingie kwa Charles. Charles, unaendeleaje? Na sukari yako inaendaje? Charles, kaeni karibu na mic. Twende kwa Deus. Deus, karibu. Sukari yako ikoje na inaendeleaje? Jitihada zako zimefikia wapi? Deus, karibu tafadhali. Deus. Fabian Mwalongo, karibu Fabian. Fabian, nikukita jina tafadhali fungua mic yako. Imara Simon, Imara Simon. Fungua mic yako tafadhali, Imara Simon. Hawa wote sijajua kama ndo hawanashindwa kufungua mic kwa mpaka leo hawana ujuzi wa kufungua mic, au wanaona tabu kuongea mbele za wenzao, au wana kazi nyingine wanafanya, sijajua. Charles, karibu. Habari za leo? Nzuri, habari za kwako? Salama kabisa. Mimi naendelea vizuri. Na sukari yako inasoma vipi?
sukari yangu inasoma 5, siku zingine nasoma 4.5 hivyo. Ikipanda sana inakuwa labda 6 basi. Unadhani kwa nini siku nyingine inapanda mpaka kufika 6? Labda wakati mwingine nafikiri labda nakuwa nimechiti namna ya kula, Kula yako ikoje? kwa sababu mimi chakula changu mchana nakula mboga mboga, samaki na dagaa, na usiku nakula mboga mboga, kachumbari, saladi, maparachichi na matango. Sasa wakati mwingine unaweza ukajikuta labda umezidisha, labda umekula kama maharage hivi, umezidisha, umekula mengi. Okay, all in all chakula chako sio kibaya. Maanake unapaswa mwenyewe ujiangalie siku sukari yako inayopanda, ujiulize ilikuwaje ile sukari ikapanda. Ikiwa unajiuliza maswali kama haya, basi itafika kipindi utapata kitu exactly kinachosababisha sukari yako ipande. Sawa. Hauna jingine? Sina jingine sasa hivi. Okay, asante. Naomba nipeleke maiki kwa mwingine. Deus Fabian, Imara Simon, Josephina, karibu. Josephina, Jumanne Maganga. Josephina, karibu. Hali yako inaendeleaje mpaka sasa hivi? Jitihada zako zimefikia wapi? Dokta, mimi naendelea vizuri, japo bado sijamaliza dozi. Nafikiri nilikueleza naendelea na ile dozi ya vidonda vya tumbo. Umeniambia. Lakini huwa napima japo kwa kurukaruka. Ndio. Huwa napima. Jana nilipima ilikuwa 6.6. Okay. Kwa hiyo bado sijamaliza dozi. Dozi yako nategemea kumaliza lini? Dozi ni wiki 2. Wiki 2. Ushatimiza wiki au bado? Bado. Okay. Jumanne, Jumatano nitakuwa nimetimiza wiki. Okay, inshallah Mwenyezi Mungu atakufungulia. Then kuhusu vidonda vya tumbo, kuna mmea unaitwa mziwaziwa. Ukimaliza kutumia hiyo dozi ya hospitali, basi chemsha unywe. Is very fantastic kwa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo, gesi, michibuko, acid is very fantastic. Utafuta huo mmea utakuwa unachemsha mwenyewe unakunywa. Mziwaziwa ndio ukoje huo? Naweza nikakutumia picha yake WhatsApp. Nashukuru sana. Hata asubuhi sasa hivi nikimaliza 11 na kwa siwezi tena kufanya lolote, napumzika tu. Asante sana Dokta, nashukuru sana kwa ushauri. Pia namshukuru Dr. Othman, kwa kweli dawa naona mabadiliko makubwa sana zinanisaidia. Yaani vidonda vya tumbo vilikuwa vinanitesa sana. Alhamdulillah. Namshukuru sana Dr. Othman, zile dawa kwa kweli yani nimeona yani matokeo ni mazuri sana. Thank you. Na Dr. Othman mwenyewe anakusikia. Big yes, hongereni sana na nimefurahi kwa haya mashirikiano kwa tunasaidiana sisi kwa sisi. Imekuwa ni asante sana naye. Okay, tuende kwa Jumanne Maganga. Jumanne Maganga, karibu. Jumanne Maganga. Nashukuru Dokta, mimi niko kwa kweli namshukuru Mungu, naendelea vizuri na kwa ujumla mimi naweza nikasema nilishapona tayari. Mashaallah, lakini kakaangu umegoma kutuma ripoti, si ndio? Yaani hapa katikati nimekuwa sijatulia na safiri kila wakati na usiku. Shida zimekuwa nyingi. Lakini nadhani baada ya muda kidogo nitatulia, lakini kwa kweli mimi niwatumia na wakati fulani hivi nilikuwa naongea na kina Huzi na kina Kasim hapo kama kwa ujumla mimi sasa hivi kwa miezi hii sasa nimeshapona. Kwa sababu gani nasema Dokta? Nimepita mpaka sehemu nyingine. Nitolee tu mfano wa jana, kulingana na sehemu niliyokuweko. Ilikuwa shida sana, kulikuwa hakuna chakula kingine zaidi ya chipsi, kuku na mshikaki sijui, basi kulingana na shughuli iliyokuwepo pale.
na mimi nikala, nikasema basi ngoja kwa sababu najua nimepona, nikala, na baada ya saa matatu nikapima, nilienda kwenye kituo tu cha afya nikapima, ikawa 5 kamili. Hongera sana kaka. Nikalala kuja kupima asubuhi, nikajikuta pale pale, kabla sijaondoka tena pale kwenye kituo iko 4.6 kama sikosei. Na chakula chako Kwa sasa hivi yani sasa hivi kwa sababu nilikula hicho chakula mchana na sikula tena mpaka kesho yake. Sasa chakula chako kilikuwa nini ulichokula? Si ndio nakwambia, nilikula chips na kuku. Chips na kuku. Hongera. Hongera. Kuna chips za kutosha, tena sikula na mboga, ni chips zenyewe na kuku basi. Okay. Hongera sana kwa hatua ulofikia. Na Mwenyezi Mungu akujalie hili tatizo lisirudi tena. Nijitahidi kwamba pale ninapokaza niko sehemu nzuri, naendelea kwenye diet kama kawaida basi, na haijapanda zaidi ya 5.5. Kwa sababu ilikuwa inanisumbua, nilikuwa nawaza kwamba kwa nini mara nyingi nikipima inakuwa iko 5.5 kamili na haipandi zaidi ya hapo. Wonderful, good. Nimefurahi kusema kweli, bila shaka na wenzako wengi wamefurahi kutokana na maendeleo yako. Na juzi nilikuwa nimesikia kama niseme sijui semina sijui nini ya Profesa Janabi ile, aliuliza swali, hapa nchini kwetu mnyama mkubwa ni nani? Watu wakajibu tembo. Then akauliza tembo anakula nini? It means that anakula majani. Sasa mnyama mkubwa na chakula chake ni majani, sio nyama. Na still anapata nguvu ya kusurvive na ya kuishi. Hii nini maana yangu kusema hivi? Hata tukipona sukari, hatupasi kujiachia. Maana yake tunapaswa kuendelea na diet yetu. Ndio maana tukaweka miezi 3 mfululizo unakombana hii diet yetu. Milo 2 kwa siku, mboga nyingi, uwanga weka pembeni. Basi sio tatizo la sukari tu, maana yake utajiepusha na maradhi mengi kupita kiasi. Tunayoyajua na tusiyoyajua. Asikwambie mtu nini sukari ama afya ndo kila kitu. Imagine kuna mtu wako wa karibu ana nyumba yake moja tu, halafu aambiwe ini limeharibika. Na kulitibu hili ini na Mwenyezi Mungu atakujalia utapona, zinatakiwa milioni 40. Halafu akatokea mtu anaitaka nyumba yake kwa milioni 50. Naomba mnijibu, nyumba ataiuza haiuzi? Atauza ili apone. Nasema kama vingine vinatafutwa lakini sio afya. Yani jibu, nyumba lazima ataiuza. Hilo ndo jibu, ambao nyumba pengine kaitafuta kwa miaka 20. Ataiuza siku moja tu kwa sababu ya afya. Hakuna kitu kitamu katika hii dunia kama maisha. Sawa. Yani asikwambie mtu yote, hakuna kitu kitamu kama maisha. Na maisha ili uone ile ladha ya maisha, maana yake uwe na afya. Kama afya utakuwa na stress. Kwa maana hiyo chakula tunachokula, diet tunayoelekezana tule, basi hii ndio itakukupa ile ladha ya maisha. Hii siku moja ukajiachia, ukala nyama choma, ukala hivi, ukala vile, sio vibaya, tuna nafsi, lakini isiwe ndio mtindo wetu wa maisha. Mtindo wetu wa maisha uwe kama vile tunavyoongozana katika 7-day challenge. Ule ndio uwe mtindo wetu wa maisha. Mfano mzuri mimi natoa kila siku, mimi sina tatizo la sukari, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na hili ninalokuambieni nyinyi mule na mimi nakula, inatokezea najiachia baadhi ya siku, lakini alhamdulillah nakula. Mfano kama sasa hivi Ramadhani, sisi huku Zanzibar tunapata mialiko sana, leo huku kesho kule. Hii nikipata mialiko huwa nakula, wala nilichokitamani natia nakula. Lakini nikiftari nyumbani, basi mara nyingi huwa naendeleza diet yangu ile. Kubwa nazidisha tende lazima nile.
na kwa vile mimi hainidhuru ende napenda, kwa maana hiyo nakula. Lakini chakula changu ndo kile kile, kunde, takula hizi saladi zangu, kipindi hiki pengine siku nyingine nizikaange, siku nyingine nizichemshe, nitakula samaki wengi, maisha yanaendelea. Kwa maana hiyo afya imerudi kama awali, mtu anakula ugali mkubwa na mtoto wake, akipima sukari iko chini ya 5, maanake huyu tayari insulini resistant ushaiondoa, kongosho lake linafanya kazi vizuri, lakini hana sababu arudi tena huko, anakuwa hana sababu. Yeye anatakiwa akomae na ile diet yake ile ili aishi maisha yenye uhuru. Na chunguzeni watu wenye matatizo ya moyo, waangalieni masharti wanayopewa. Manake daktari akikwambia usile chakula hichi na hichi na hichi, elewa hicho chakula alichokuambia usile ndio kilichosababisha hilo tatizo lako. Kwa maana hiyo mimi kwanza nikupe hongera kakaangu Jumanne, niwape wale hongera wote walijiunga 7 day challenge, niwape hongera wote ambao wamekosa uwezo wa kujiunga 7 day challenge lakini still wanakomaa na kujisimamia wao kama wao. Yaani mradi sote Mwenyezi Mungu atujalie tupone. Amina, amina. Okay, asante. Dokta, naomba niongezee kwa Jumanne. Haya, asante Dr. Othman, karibu. Jumanne, kwanza hongera kwa jitihada zako. Lakini mimi Asante narudi sana. ulipoongea daktari, nataka kukazia. Yaani kuwa unasafiri isiwe ni msamaha au excuse ya kufanya makosa. Kuna baadhi ya vitu unaweza ukavifanya lakini vingine ukifanya ni makosa makubwa sana. Kwanza moja, nitataka nijue mara ya mwisho ulipima A1C yako lini? Hiyo ndio nani ambayo nataka na nini nipate nafasi sasa nikapime, ndio kimebaki hicho tu kwenye kupima sasa. Sababu ule ndio Lakini utakuwa kwa mwongozo. ujumla na nini ninavyosikilizia afya ya mwili na kila kitu, yani kwa kweli sina shida ya aina yoyote ambayo katika shida nilizokuwa nazisikia huko nyuma. Sawa, nakuja hapo hapo. Unaweza usisikie shida ya aina yoyote ile, lakini kuna kitu kinaendelea. A1C itakuwa ni mwongozo wako wa kujua kwamba sukari yako iko vipi. Sababu ikiwa zaidi ya 5.9 kwenda juu, ina maana bado kuna shida ambayo unatakiwa ufanye jitihada ili uendelee kuishusha kwenda chini. Na tunatumia hivi vyakula ambavyo vina glycemic index ndogo na kufanya mazoezi ili kushusha sukari kwenye plasma hii tunaoshusha, ili tupelekee sukari iliyohifadhiwa kule ambacho tunapima A1C ije itumike ili na kule ipungue. Sasa naweza ukapima kama mimi ninavyopima hapo, unapata niko kwenye 4 zaidi, 4, 3 wala 5 sasa hivi siendi sana, lakini na wiki 2 nimepima A1C. Oh. Hello? Wewe umefanya kosa ambalo yani usije ukalirudia tena maishani. Chips sio chakula kizuri kabisa, yani achana na chips, kwa sababu chips kwanza yale mafuta yanayokaangia wale jamaa wa mitaani wakati wanayakaanga, wengine wanayatumia yani hawayamwaji yale mafuta, yale yanaweza yakakaa hata mwezi hata miezi miwili, yakipungua wanaongezea kidogo na wanaongeza mafuta ambayo ni mazito. Sasa mafuta mazito sio mazuri kwa afya ya binadamu yoyote yule. Alafu kingine wanaongeza mafuta wengine ya transformer ili yale mafuta yao yasiishe. Sasa kwanza viazi vyenyewe vina glycemic index kubwa ambayo ni mbaya kwa mgonjwa wa sukari, alafu vimeenda kukaangwa na mafuta ambayo ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo utaongeza triglycerin, yani yale mafuta ambayo ni triglycerin, mafuta mabaya utaongeza kwenye mwili, ambayo utapelekea sasa swala la sukari ambalo wewe unaona linapona litakiki. Sukari itakuja na itarudi, na pressure vile vile utapata masuala ya pressure, utapata na matatizo mengine. Tuache chips. Kama mtu amejiwa na uroho kidogo, mtu akijiwa na uroho kidogo, chips anaweza katengeneza viazi viwili kama amepona nyumbani kwake pale kwa kutumia mafuta ambayo anaona ni salama. Lakini pamoja na hayo mimi sishauri viazi. Kwa nimetolea mfano tu kwa sababu nani sijawahi kula tangu mimi nilivyoanza nani kula vyakula vya wanga. Yaani maana yake ni jana peke yake kulingana tu na hali.
ilivyokuwa jana ile, na ndio maana nilivyokula mara moja tu hiyo sikula tena, na nikafunga mpaka leo sikula tena, ili nani kuhakikisha kwamba nafunga kwa muda mrefu tena. Narudia kwa mara ya mwisho ili group shughuli ziendelee. Huna excuse katika hiyo. Umefika katika soko, unajijua unasafiri safari ndefu, nunua nyanya, nunua vitunguu, nunua makebichi, nunua nini, weka kwenye gari. Haviozi hivyo ndani ya siku 2-3. Weka kwenye gari yako. Vioshe kabisa na maji safi, kama huko unakwenda kutakuwa hakuna maji. Tembea ukiwa na kitu chako. Kuwa na kikontena chako kidogo, sahani yako. Ukifika huko mbele hamna chakula, katakata, kula. Sawa kabisa. Asante. Hapa nimeshajifunza kitu. Ile nani nitapima na ile nani nilete report hapa hiyo HbA1c nione kwamba inasomaje sasa. Sawa. Asante. Asante Dr. Osman kwa mkumbusho wako mzuri, na huu ukumbusho sio kwa kaka yetu Jumanne tu, kwa yoyote mwenye target ya kutaka kupona sukari mazima, yoyote yule. Maana yake Jumanne, kaka yetu Jumanne just ni sample tu, maana yake yoyote. Hakuna excuse ya aina yoyote itakomfanya mtu aondoke katika ile reli aliyojiwekea. Kusema leo mmekula kitu hichi kidogo, leo mmekula hichi kidogo, hauna sababu hiyo. Kwa maana hiyo kakangu Jumanne, jitahidi usije ukalirejea hili, na wale wengine wote ambao pengine na wao washawahi kufanya wajitahidi wasije karejea, na kama umejikuja kufanya basi vile vile sema na nafsi yako kuwa wewe hivyo vitu hutumii, na inshallah Mwenyezi Mungu atazidi kukufungulia. Na wapo watu wengi, mfano kuna mchezaji wa mpira, kuna baadhi ya nakala zinasema Mo Salah mchezaji wa Liverpool hali uwanga, yani kaeka uwanga kauweka pembeni hasa, na mtu mwenye pesa zake Cristiano Ronaldo hali uwanga, yani ismu ya uwanga hali. Na ukimwangalia uchezaji wake wa mpira utasema mtu alozaliwa 2000, maana yake anashindana na watoto wadogo na mwili wake uko fit na hali uwanga. Na hili licha yeye kusema, lakini kuna mchezaji anaitwa nadhani Luis nani yule au Evra, katika wachezaji hao wawili, mmoja alisema usije ukakubali Cristiano Ronaldo akakualika lunch ukakubali kwenda, usije ukakubali, utaambulia patupu. Na akataja reason kwa sababu alifikiri akienda kule atakuta biriani, atakula chakula gani, atakuta chakula gani, hatimaye akakuta mboga na samaki wengi pamoja na baadhi ya matunda. Kwa maana watu wanaoipenda afya yao, hata watu wenye pesa zao, yani masuala ya uwanga wameweka pembeni, masuala ya nyama nyekundu wameweka pembeni. Kwa maana na sisi tudili na process zetu hizi na Mwenyezi Mungu atazidi kutufungulia. Na hii hujilindi kisukari, tunakwambia unajilinda na maradhi mengi ambayo we mwenyewe mimi hatuyajui, kama sasa hivi yanatunyemelea au pengine alikuwa shaingia ndani ya mwili wetu, then kutokana na hizi diet zetu tunazotumia ile maradhi automatic yanakuwa yanaondoka. Na hiyo ndo tiba nzuri kuliko kuangukia kwenye dawa, kwa sababu maradhi kwa unapoa bila mwenyewe kujijua ndo tiba nzuri. Okay, nadhani muda umeshatuacha mkono. Live yetu inakuwa saa 4 dakika 20 ndo mwisho, lakini nitoa nafasi moja tu kwa yoyote mwenye mchango, mwenye swali, basi anaweza kunyosha mkono ili tukampa nafasi. Rashid Mohamed, karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kakangu. Mimi kwanza nashukuru kwa kunikaribisha na kunipa nafasi. Asante. Mimi ninachotaka kuongea ni kitu kimoja. Tangia ingie hii Ramadhani, chakula changu mimi ninachokula ni mboga ya mchicha, saladi, samaki. Sijawahi kubadilisha. Lakini mboga ilikuwa naweka nazi, lakini sasa hivi nimekataa kuweka nazi, lakini kila nikipima mara nyingi inakuwa 13, 12. 13, 12. Jana mpaka ikafika 14. Shida sana kwa ni kitu gani kwa haishuki kwa nasili sijahi kula kitu chochote isipokuwa Ramadhani hii nzima tangu mpaka leo sijui ndio ya 8 sijui ngapi, wala yangu ndio hizo tu sijabadilisha.
Haya, sukari yako hapo zamani ilikuwa iko ngapi? Sukari yangu mwanzo nilipima ilikuwa ni 17. 17. Ilikuwa lini hiyo Nilipokuwa napima 17? kwa sababu mimi kugundua kwangu ilikuwa ni mwezi wa 9, ndio nilipokuwa kupima nikagundulikana kama nina sukari. Okay. Kwa sababu nilikuwa sihisi kizunguzungu wala sikujua mara kwa mara, lakini isipokuwa mwili wangu nilihisi kama hauna nguvu. Sasa nilikwenda kwa ajili ya matibabu mengine, lakini nikamwambia nipige, kashamaliza kunicheki vingine, lakini nikamwambia nicheki na damu dokta. Hapo nicheki na damu ndo akagundua sasa na hiyo sukari na iko 17. Kwa kumwambia mimi mwenyewe mnaiko hajanipima kabisa mambo hayo. Nikamwambia nicheki sukari. Na akanicheki akaniambia kwa sababu kwa nishasikia watu wakisema dalili ya sukari ni hii mwezi wa 9 uliopita. Kwa hiyo ndio maana mimi nikapima hapo na kambo ikaa 17. Lakini kabla ya Ramadhani hapa ilikuwa ilishuka mpaka ifika 11, lakini pengi Ramadhani ndio hapo sasa imepanda. Inakuwa 12, 13, 14 haishuki ile 11 niliyopata siku za nyuma siipati tena. Haya, good. Sasa jambo la kwanza nilikuwa nataka kukuuliza, unapima muda gani? Nilipima juzi nilipima kabla ya kufutari ilikuwa iko 13. Baada ya kufutari ndio nikapata iko 14. Lakini na asubuhi yake nilipima muda naenda kazini ikawa 12. 12 kama hivi. Kama mida saa 1:30 nilipopima hivi asubuhi. Okay. Haya, kwanza na daku ulikula saa ngapi? Daku na mara nyingi mimi naamka saa 9 kamili, 9:30 ndio muda nakula daku. Haya, actually sukari yako ipo juu na hizo process ndo kwanza umezianza bila shaka. Sasa kwanza uwe na muda maalum wa kupima. Aidha pima kabla hujala daku, aidha pima kabla hujala iftari. Anza na utaratibu huo kwanza. Halafu kama haishuki ndo tutajua, utakuja kulileta tena hapa, utakuja kusikia ushauri wa wenzako vipi watalidiscuss. Lakini jambo la kwanza, badilisha staili ya kupima. Usipime asubuhi kwa vile unakula daku saa 10. Pima kabla hujala daku ama pima kabla hujala iftari. Okay, sasa. Dokta, naomba nimsaidie. Okay, asante. Karibu Dr. Othman. Kama ushauri uliompa wa kwanza ni vizuri, apime kabla hajala iftari. Hiyo ni moja. Sasa tunakuja kwenye mada ya pili. Ushauri wa pili au wa tatu. Wewe ulipopima sukari mara ya kwanza ukagundulika una sukari ilikuwa 17 kwenye damu. Huyu aliyekupima alikwambia A1C yako iko ngapi? Hakuna mbia. Sasa hiki ndio kitu ambacho tunakosea. Kwa sababu na wengi hatujui, tunaangalia sasa kuanzia leo mtu yote ule akishagundulika ana sukari ajaribu kupima na ile A1C yake iko ngapi. Ile itakuwa indicator ya kumsaidia. Sasa tunakuja kwa nini mwezi wa Ramadhani sukari unaiona inakuwa inapanda? Labda hata ukipima wakati ushamaliza kabla hujafuturu unaweza ukaikuta imepanda. Ni kwamba kipindi hiki ni fasting. Yaani tunachukua muda mrefu hatujakula. Kwa hiyo kama hatujakula na mwili ulishazoea kwamba upate chakula ndio upate nguvu, yani tengeneze energy. Hasa kutokana na hii ni kwamba mwili unahitaji chakula, we hujaupa kile chakula. Kwa hiyo inabidi sukari ambayo imehifadhiwa kule kwenye ini, kwenye ini na viungo, baadhi ya viungo vya mwili ambako haijatumika, inabidi ile ikatumike. Sasa ndio inamwagwa kwenye damu iende ikatumike. Sasa ukipima utaikuta iko juu tu, lakini wewe isikutishe, endelea kupambana, kwa sababu kwa kufanya hivyo sasa ndio unapelekea ile sukari ambayo imehifadhiwa ni iliyojificha itumike. Ikishatumika vya kutosha, mwisho wa siku hii iliyobaki sasa kwenye damu na ya kule ikiwa chini, sukari yako itaanza kushuka kwenda kule kuwa ya kawaida. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi, endelea hata uikute inaenda 20, madam huvunji miiko ya chakula wala miiko yoyote, wewe endelea kufanya hivyo hivyo mpaka kuna kipindi itakuja kuwa kwenye reli. Lakini kapime A1C ili iwe ndio kigezo cha mwongozo wako. Asante. Asante sana. Asante kakaangu Rashid kwa kuleta swali lako hapa. Asante Dr. Othman kwa mchango wako na wale wote walioshiriki katika live ya leo. So tunapopeana ushauri, hatumpi ushauri mtu husika, tunapeana ushauri sote. Maana yake ikiwa sukari yako inaenda vizuri, jambo la kwanza eka nia na tuambie hata kwenye group lini unaenda kupima A1C. Tuambie
then tuone majibu yako ili tuweze kupeana ushauri, kwa sababu kila jambo tukilijua mapema ni vizuri zaidi kuliko ile tukichelewa. Jambo kichelewa hata wewe mwenyewe lazidi kukuumiza na kukupa mawazo. So Kurthum menyosha mkono, karibu Kurthum. Wa mwisho muda Assalamualaikum. ushaenda. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Dokta, nilikuwa nauliza, kwa hiyo sisi tunaofunga tunatakiwa kupima baada ya kufuturu ama? Maana mimi kila asubuhi lazima nipime. Pima kabla ya kufuturu au kabla kula Kwa daku. hiyo asubuhi Maana yake kile kipimo kinatakiwa ukae masaa 8 bila ya kula, yani masaa 8 ya kufunga halafu ndo upime. Sasa ukipima kabla kufutari, maana yake yale masaa 8 utakuwa umeyapata na ziada. Maana yake huna haja ya kupima saa 12, saa 11. Wewe hesabu tu umekula daku saa ngapi? Umekula daku saa 10. Kama umekula daku saa 10 unaweza kupima hata saa mimi daku 8, yangu nakula saa 5, saa 3. saa 5, saa 6, siwezi kulala nikaamka mimi. Basi kama unakula daku saa 5, saa 6, wewe hesabu masaa 8, then pima sukari. Huna haja ukaja kusubiri mpaka jioni. Haya, sawa. Nilikuwa nataka kujua tu labda tunakosea tunavyopima asubuhi. Fanya hivi. Kwa maana hujakosea. Yaani wewe Asubuhi labda anapima saa ngapi? Samani dokta, labda asubuhi anapima saa ngapi? Kwa sababu anapokula saa 5 it means anahesabu saa 6 mpaka saa 12 asubuhi ni masaa 6. Kwa hiyo akija saa 1, saa 2, kwa hiyo yeye anatakiwa apime kuanzia saa 3. Labda yeye anapima kwa saa ngapi? Napima ile saa 1:30, saa 2 niko najiandaa kutoka kwenda ofisini. Nakuwa napima. Maanake masaa 8 inakuwa hayajatimia. Hajatimia. Basi nitakuwa napima tu baada ya kufutari. Baada ya kufutari? Au itakuwa imeenda sana? Baada ya kufutari au kabla ya kufutari? Kabla ya kufutari. Kabla ya Pima kufutari. kabla ya kufutari, sio mbaya. Haya, nitabeba tu kipimo changu kwenye handbag. Okay, mimi nadhani najua kuna wengi wanataka tuwape nafasi lakini muda hautoshi. Inshallah kesho pia nayo siku tutaulizana biidhnillah. Na jambo la mwisho, tulikuwa tumetoa ofa ile tumesema imebaki nafasi ya mtu mmoja. Ile nafasi mpaka leo haijachukuliwa na mtu. Sasa kama una mtu wako karibu anahitaji kuingia katika 7 day challenge, maana yake kuna nafasi moja. Maana yake mtu ikishachukuliwa nafasi ile, maana yake itakuwa hakuna tena ofa ya 400,000. Katika zile ofa tunazozitoa itakuwa hakuna tena ofa ya 400,000. Sasa una mtu wako karibu na ndugu yako, una besti wako ndani ya group, unahitaji aingie, basi muhimize hii ndo ofa ambayo anapaswa kuchukua. Kimaliza hii, ofa zote zitakazokuja maana yake zitakuwa zaidi ya 400,000, inaweza kawa 500,000, ikiwa chini basi 450,000, inaweza kawa 600,000, inaweza kuwa 700,000, ili apate nafasi nzuri ya kuingia huko. So kwa haya machache nimekutakieni usiku mwema. Na tusisahau kupiga screenshot tukatuma ndani ya group. Dr. Masudi, ninaanza kuongea na wewe baada ya hii? Hapa nilipo nasinzia, lakini kama huna dakika nyingi utaweza kuongea. Hapana, sio dakika nyingi. Basi tunaweza kuongea. Okay, mimi nakutakieni